E Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu wa Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, aliotoa mkate, akaushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu." Vivyo hivyo baada ya kula, alikitoa kikombe na akashukuru tena. Aliwapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umesahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, kusanya na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Norman na Mwongela na waklero wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki duniani wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki duniani katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote ambao tumekusanyika hapa kuleta nia zetu mbele yako, ili tuendelee kusali pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tusai kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo.